الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة لجميع الكائنات، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه على هدى وثبات. ثم أما بعد. Wiki iliyopita tulisema kuwa darasa leo na pengine darasa mbili zinazofuata tutatoka kidogo kwenye maudhui yetu ya safari ya akhira. Nitaje jambo ama nilizungumze jambo ambalo hivi sasa linazungumzwa takriban katika ulimwengu wa Kiislamu. Na jambo lenyewe ni kuwa sasa tumeanza mwaka mpya wa Hijria. Juzi tu tumemaliza mwaka, tumeanza mwaka mpya. Kila mwaka mpya ukiingia kwenye kalenda ya Kiislamu, watu hukumbuka mtume alivyohama kutoka Maka, mahali alipozaliwa, mahali dawa ilipoanza. Mtume akaenda akaanzisha maisha mengine mapya Madina. Jambo hili la mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina ni jambo muhimu, tunafaa kuelewa yanayobebwa kwenye hijra. Kule kuhama ni jambo la kawaida, lakini katika suala la kuhama kuna mafunzo ndani yake, kuna hikma ndani yake, kuna mambo tunafaa kuchukua sisi kwenye zoezi la mtume kuhama yeye na watu wake, waache mji wao Maka waende Madina. Na Mwenyezi Mungu lau angetaka angeweza kumtuma Buraq. Buraq ametumika wakati wa Isra wal Mi'raj, akamchukua mtume Maka akampeleka Baitul Maqdis. Na Maka na Baitul Maqdis ni mbali, sio Maka na Madina. Mwenyezi Mungu hakumtuma Buraq, na ingekuja Buraq akambeba mtume na Abubakar wakaenda Madina, kisha akarudi Buraq akawabeba maswahaba polepole wakaenda Madina, haraka, ingekuwa ile kazi imemalizika. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anataka mtume alayhi salatu wassalam apitie taab na shida kama anavyopitia mtu wa kawaida. Hiyo sababu ya kwanza. Mwenyezi Mungu hakumtuma Jibril na karatasi kumwambia mtume mwambie afanye 1 2 3. La, mtume alikaa yeye mwenyewe na Abubakar na wanaohusika wakapanga tufanye nini mwanzo, tufanye nini namba 2, tufanye nini namba 3, ndio wakaweza wakahama. Lakini mimi sitaki kuhama moja kwa moja. Mimi nataka kuanza nyuma kidogo, ndio tukija kuhama tutaelewa sababu kwa nini sisi tuzungumze kuhusu masala ya hijra. Kwa hivyo hii darasa ya kwanza, masala ya hijra. Wakati wa haji, zamani wakati wa haji kulikuwa na utaratibu wa siku za haji. Mtu anazungumza anachokitaka pale Maka. Anaweza kusimama kwenye Al-Kaaba akatangaza akazungumza jambo analolitaka, na hakuna mtu aweza kumsimamisha wala kumwambia chochote. Mtume ikawa anatumia fursa ya haji kukaa mikutano na makabila yalikuwa akija wakati wa haji, akiwalingania kuhusu Uislamu, akitafuta kabila ama mtu ama watu ama jeshi ambalo litasimama na yeye, kwa sababu Maka watu wake wengi wamempinga. Maka maswahaba wanateswa, ikabidi mtume awahamishe maswahaba waende Habasha wakae, na walikaa Habasha miaka mingi, sio miaka moja wala miwili wala mitatu wala minne. Jaafar bin Abi Talib alipohama Habasha akirudi Madina ni wakati wa vita vya Khaybar. Kumepiganwa Badr, kumepiganwa Uhud, vita vingi vikubwa kuonesha maswahaba walibaki miaka mingi Habasha. Tukirudi kwenye swala letu,
Mtume kawa anatafuta makabila ya kukaa na wao, kuzungumza na wao. Na kabla Mtume hajaenda kwenye yale mahema ya makabila, Abu Bakar alikuwa akimfanyia Mtume briefing ya lile kabila. Kwa sababu kusoma tarikhi ya Abu Bakar, alikuwa a'rafu nasi bil ansab, anajua ukoo na makabila na kiongozi wake na deputy wake na fulani wake. Mtume akitaka kuingia kabila Banu Masruq, Abu Bakar alikimwelezea Mtume, kabila hili kiongozi wake ni fulani, wanafanya kadhaa, wanafanya kadhaa, nguvu zao ziko hivi. Kabila Banu Shaiban, Abu Bakar alikimwelezea Mtume, Banu Shaibani kabila la kutoka wapi, kiongozi wao ni. Mtume akikaa na makabila alikipata majawabu tofauti tofauti. Kuna kabila moja walimwambia Mtume, sisi tuko tayari kukusimama na wewe. Sisi tuna wanajeshi, tuna farasi, tuna panga, tuna kila kitu. Lau tukienda vitani na wewe tutashinda. Tuko tayari kusimama na wewe kwa sharti moja tu. Tukishinda vitani, wewe ustep down kama mtume. Sisi kabila litachagua mtume mpya. Waliweka condition hiyo. Mtume akasema, la, mimi siwezi, sababu utume Mwenyezi Mungu ndo anachagua, sio mimi. Mimi sikujichagua. Kabila lingine likamwambia Mtume, sisi kwa sasa hatuko tayari. Sisi kweli tuna nguvu, tuna wanajeshi, tuna farasi. Hili kabila la Banu Shaiban natoka Iraq. Wakamwambia Mtume, jazakallahu khairan, kwa sasa hatuko tayari, sisi tuna mambo mengi tutaka kufanya, lakini siku za usoni tunaweza tukakaa chini tukakubaliana na tukakunusuru, tukasimama na wewe. Mtume alipotoka kwenye hema la kabila hili alifurahi sana. Akamwambia Abu Bakar, hili kabila limezungumza ukweli, limeeleza wazi kwamba kwa sasa hatuko tayari. Siku zikazunguka, kwenye kabila hili akatoka bwana mkubwa anaitwa Muthanna ibn Haritha Shaibani. Muthanna ibn Haritha hakumuona Mtume, lakini Mtume kabla hajafa yeye alikuwa ameanza jihad Iraq, akapigana vita na Khalid ibn Walid, sahaba huyu mkubwa kabila hili. Siku ya tashriq, zile siku watu washakwenda kutupa mawe, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tarehe 12, Mtume asubuhi amefanya kazi sana na Abu Bakar na Saidna Ali na Saidna Umar kukaa na makabila mbali mbali. Jua linazama tena maghrib, siku ya tarehe 12, sababu tarehe 13 watu watatoka Mina. Siku ya tarehe 12 watu wanafunga mahema. Mtume akaenda akawaona watu 6 wa Madina. Mtume akaomba ruhusa, anataka kuzungumza na wao. Wale wakaacha kufunga mahema yao na mizigo yao, wakakaa chini kumsikiliza Mtume. Mtume akazungumza na wao. Yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, muujiza wake ni Qur'ani, ametumilizwa kufanya 1 2 3. Wale vijana wa Ansar wakaangaliana na wakatabasamu, wakasema, wakaambiana, huyu ndiye yule mtume ambaye kwamba Mayahudi walikuwa wakitutisha naye. Mayahudi Madina walikisema atakuja mtume wa mwisho kutoka kwa Mayahudi. Mtume huyo akifika, nyinyi mnajigamba na mali yenu na mashamba yenu na ploti zenu, tutawaonyesha. Watu wa Mayahudi walikiwaambia vijana wa Maka. Mtume aliposema kwamba yeye ni mtume na alama za utume zinaonekana kwenye uso wake, wakaangaliana wale vijana 6, wakasema, huyu ndiye yule mtume ambaye kwamba Mayahudi wanatutisha naye. Musikubali kushindwa na Mayahudi, tuamue tusilimu. Wote wakasema hadhir, tumekubali. Wote wakanyosha mikono, vijana 6 hawa wakatamka shahada. Jua tena linazama, maghrib, jioni, giza lishaingia, usiku. Hapa ndio mwanzo mbegu ya hijra. Hawa vijana 6 ndio waliopanda mbegu ya kwamba leo sisi tunazungumza kuhusu hijra. Mimi nataka kuwataja vijana hawa 6. Kijana wa kwanza, As'ad ibn Zurara, kwenye tarikhi anaitwa Abu Umama. As'ad ibn Zurara. Sahaba wa pili, Auf ibn al-Harith.
Mtu wa tatu Rafi' ibn Malik. Mtu wa nne Qutba bin Amir. Mtu wa tano Uqba bin Amir. Hawa walikuwa ni ndugu, Uqba na Qutba. Na mtu wa sita Jabir bin Abdullah ibn Rabab. Hawa ndio vijana sita waliopanda mbegu ya kwamba sisi tunazungumza kuhusu hijra. Mtume akawapatia kazi, nyinyi mkirudi Madina muanze kutangaza jina langu kwamba kuna mtume Makka. Waliporudi Madina wakaanza kulitangaza jina la mtume alayhi salatu wasalam. Ikawa nyumba zote za Madina jina la mtume lishatajwa kwamba kuna mtume ametumilizwa yuko Makka. Baada ya mwaka wakarudi tena watu kutoka Madina, watu 12. Wale watu 6 waliosilimu mwaka uliopita, waliofanya bai'a ya kwanza, na watu wengine 6 wakawa watu 12. Wakaonana na mtume kwa siri, wakawa sasa itabidi wafanye tena mkutano wakubaliane mambo mengine. Ile mara ya kwanza tulipowatuma Madina hatukuwapatia majukumu yoyote except jukumu moja tu, walitangaze jina la mtume. Mara hii ya pili walipokutana baada ya mwaka, wakaja watu 12. Watu 10 kutoka kabila la Khazraj na watu 2 kutoka kabila la Aus. Makabila haya mawili nitataja sana kwenye safari hii. Wakakutana na mtume wakakubaliana mambo matano. Jambo la kwanza, wasimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, tauhid. Hiyo ndio msingi. Jambo la pili, wakakubaliana na mtume hakuna kuiba. Zamani ilikuwa masala ya kuiba kitu cha kawaida. Mtu ikiwa na nguvu aweza kuingia shamba la mtu akachukua ng'ombe ama ngamia ama watoto, na sababu ya nguvu zake huwezi kumwambia kitu. Jambo la tatu, wakakubaliana masala ya zina, full stop. Hakuna tena kuzini, kwa sababu kizazi lazima kiwe ni kizazi cha Kiislamu, kizazi kisafi. Jambo la 4, wasiwaue watoto wao. Kuua watoto kwa Arabu ni kitu cha kawaida. Wa idha al-mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Jambo la 5, wasizue urongo wa aina yoyote kati yao. Ukiangalia mambo haya yote matano, mambo manne ni mambo ya jamii. Jambo moja tu ndo la aqida, la tauhid. Wakafanya hivyo. Baada ya mambo haya matano walipokubaliana, wao wakamuuliza mtume, sisi leo tutafanya mambo haya matano, sisi tutapata nini? Swala hii nitalirudia tena baadaye. Vijana Ansar walimuuliza mtume swala hili, wakamwambia Rasulullah, sisi mambo haya matano tutafanya, sisi tutapata nini? Mtume akamwambia aljanna, pepo. Na hii ndio inaitwa bai'atul aqabatil ula, mapatano ya Aqaba ya kwanza. Na Aqaba ni pale Mina, pale mahali watu wanapokwenda kutupa mawe pale, maeneo yale ndio Aqaba. Wakakubaliana vijana hawa watano mambo haya matano, na vijana hawa 12 wa kutoka Ansar. Kwenye tarikh bai'a hii inajulikana bai'atun nisa. Kwenye sera ukisoma na tarikhi ya Uislamu inaitwa bai'atun nisa, kwa sababu ukiangalia mambo haya matano hakuna masala ya jihad, kwa sababu jihad ilikuwa bado haijafaradhishwa. Baada ya watu hawa wa 12 wamesilimu, mtume sasa akamtuma sahaba mkubwa Mus'ab ibn Umair radhiallahu anhu afuatane na hawa watu 12 waende Madina aanze dawa. Mara ya kwanza mtume hakumtuma Mus'ab kwa sababu hajui itakuwaje kule. Hawezi mtume kuriski kutuma mtu wake, tutawapatia kazi hawa mwaka mzima, baada ya mwaka wakirudi tutajua. Na inaonyesha ule mwaka wakafanya kazi mzuri, wakarudi na watu wengine 6, wakawa watu 12. Na bila shaka kuna watu ambao kwamba walikuwa Muslimu hawakuweza kuja haji, wakabaki Madina. Kwa hivyo vijana hawa 6 walifanya kazi kubwa. Mtume akamtuma Mus'ab ibn Umair. Na ukiangalia vile vile kwenye tarikh, Mus'ab anajulikana kwamba ndiye balozi wa kwanza kwenye Uislamu, awwalu safirin fil Islam. Lakini ukiangalia tarikh utakuta kwamba kuna mtu mwingine alitumwa kabla ya Mus'ab, Jaafar bin Abi Talib.
alitumwa Habasha kabla ya Mus'ab hajatumwa Madina. Mus'ab alipokuwa anaagana na mtume, ameshachaguliwa kwamba anapelekwa Madina akae, Mus'ab alijua kwamba mtume amempatia kazi 5. Kazi ya kwanza, kuutangaza Uislamu na kuwa imamu katika swala. Kazi kubwa sana. Yeye atafanya dawa kule Madina. Uislamu unaamrisha kadhaa, Uislamu unakataza kadhaa, hili linafaa, hili halifai, hii ni haramu, hii ni halali. Na wakati wa swala Mus'ab ndo atakuwa imamu wao. Jambo la pili, kazi ya Mus'ab ni uonekane Uislamu kwenye matendo yake ya kila siku. Yeye ndo Muislamu ambaye ametumilizwa na mtume Madina. Kwa hivyo wale Waislamu wataangalia maisha ya Mus'ab katika kuuza, katika kununua, katika kuzungumza, katika kutembea, katika kula, katika kunywa, kila kitu kioo ni Mus'ab ibn Umair. Kazi ya tatu ya Mus'ab ni kuwasilimisha watu wa Madina. Mtu akitaka kusilimu, akifanyiwa dawa, yuko tayari kutamka shahada, Mus'ab atamsilimisha. Haina haja huyu aje Maka amtafute mtume amsilimishe, la, huyu mtu wangu atawasilimisha. Kazi ya 4 ya Mus'ab, kazi ngumu, kutayarisha mazingira ya mtume kuhama yeye na watu wake. Kwa leo tunaweza kusema Mus'ab atatufanyia feasibility study. Mus'ab atatupatia ripoti. Je, Maka Madina iko sawa? Mtume anaweza kuhama? Yeye ndo atatayarisha ile mazingira. Na jambo la 5, baada ya mwaka akirudi kwa mtume, amletee ripoti ya mambo 3. Jambo la kwanza, amani ya Madina iko vipi? Tusisahau Maka watu wamejaribu kumuua mtume. Tusisahau Maka mtume amekaa miaka 3 amewekewa embargo na Makuraish. Mtume amepitia shida. Amani ya Madina iko vipi ya mtume na watu wake? Ripoti ya pili, Mus'ab anafaa afanye briefing kwa mtume, uchumi wa Madina uko vipi? Kwa sababu watu watahama, watu wote Waislamu. Je, uchumi wa Madina unaweza kuwapokea watu wote hawa? Na biashara na Maka na Madina ni tofauti. Madina watu wanaenda mashambani kulima. Maka watu wana maduka. Rihlat ash-shita'i was-sayf. Watu wana wholesale huko Maka. Watu wanauza wakinunua. Lakini Madina watu wanaenda mashambani. Maka wanawake hawaendi kazini. Madina wanawake wanafuata waume zao wakienda mashambani. Mus'ab atatuelezea akirudi baada ya mwaka. Itafaa Madina tuhame ama haifai? Je, uchumi unaweza uko stable? Wa kuchukua watu wote wa Maka waliosilimu tuanze biashara zingine, tubadilishe kazi, itaweza? Na ripoti ya 3, siasa za Madina ziko vipi? Mtume akihama, yeye ndo atakuwa namba 1. Yeye ndo atakuwa mwenye kutoa hukumu. Na Madina tayari kuna viongozi, kuna Aus wana kiongozi wao, Khazraj wana kiongozi wao, Mayahudi wana kiongozi wao, Waarabu ambao kwamba hawajasilimu wana kiongozi wao. Lakini mtume akija, yeye ni Rasulullah, yeye ndio kila kitu, tutafuata yeye. Je, siasa za Madina zitakubali kuhand over powers kutoka kwa watu wote? Mtume ndio anatoa hukumu. Mambo haya 5 ndio zilikuwa kazi kubwa za Mus'ab. Na kitambo mimi hapa nilisimulia kisa cha Mus'ab. Vijana, mimi na wanasihi musome kisa cha Mus'ab ibn Umair. Ni funzo na ni kioo cha kila kijana. Kwa nini mtume amchague Mus'ab, ampatie kazi hizi? Na masahaba wengi walikuwako. Ingetuma Abu Bakar ama Muadh ama Al-Arqam ibn Abil Arqam, yule aliyetoa nyumba yake kumwambia mtume, mimi sina kitu lakini nyumba yangu ifanyia dawa wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Arqam ana miaka 15. Arqam ibn Abil Arqam, sisi tunasoma kisa chake, ni kijana na miaka 15. Banu Makhzum alipewa nyumba na familia yake, akamwambia mtume, mimi sina kitu isipokuwa hii nyumba yangu, chukua nyumba yangu fanyia dawa. Nyumba yake ikatumika kuwafundisha watu dini. Mtume angemtuma Arqam? La, lakini Mus'ab ibn Umair. Sababu ndio tukisimulia kisa cha hijra, ndio mimi nasema naanza mbali mpaka tufike kuhama. Mtume alimtuma Mus'ab kwa sababu zinazofuata. Sababu ya kwanza, Mus'ab alikuwa hodari kuisoma Qur'ani.
alikuwa anaitwa Al-Qari ama Al-Muqri. Anajua kuisoma Qur'ani vizuri, na Qur'ani ndio ilikuwa muujiza wa mtume. Sasa Mus'ab kule Madina akisoma Qur'ani itakuwa sababu watu wakubali kweli Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, si ya Muhammad. Sababu ya pili, Mus'ab anatoka kwenye familia ya kitajiri. Watu wa Madina hawawezi kumdharau. Mus'ab ametoka huku Maka, famili kubwa ya kitajiri. Akitumwa Madina ni mtu na position yake. Watu wa Madina hawawezi kumdharau sababu wajua tarikhi yake. Sababu ya tatu, Mus'ab ametoka kwenye famili yenye cheo, mbali na utajiri na cheo, jina. Mtu weza kwamba ana mali lakini hana cheo, hatoki kwenye ukoo mkubwa, hatoki kwenye kabila kubwa. Lakini Mus'ab, sababu ya tatu, ametoka kwenye famili yenye jina, Banu Abdiddar, ukoo wa Mus'ab ibn Umair. Mus'ab hawezi kwa sababu ya mali, kwa sababu ya cheo, Mus'ab hawezi kudanganyika na mali ya Madina. Mus'ab hawezi kudanganyika na cheo cha watu wa Madina. Kwao wana cheo, kwao kuna mali. Sababu ya tatu, hizo sababu mbili. Sababu ya nne, mtume Mus'ab ibn Umair Madina ni kwa sababu Mus'ab ana, Warabu anasema shakhsia karizmia, charismatic personality. Mus'ab ana utisho, anavutia ukimuona. Akisimama sokoni kuzungumza, kila mtu atamsikiliza, ataacha kuuza na kununua. Ndio mtume akamtuma Mus'ab Madina, wala sio sahaba mwingine. Sababu ya tano, Mus'ab anasifika na tabia ya subra. Yeye kukaa Madina mbali na kwao si tatizo, kwa sababu amepata shida nyingi sana Mus'ab aliposilimu. Moja wapo ni kupigwa vita na mama yake mzazi. Mus'ab aliposilimu, mamake alimpiga vita, akamfunga, akawa hapewi chakula, hapewi nguo, hapewi chochote. Kwa hivyo Mus'ab amepitia matatizo kabla bai'a. Leo mtume akimtuma Madina, mtume ajua ni mituma mtu barabara kama jabali kwa subra. Siku moja mtume alikaa Madina Makka, kabla hajatuma Madina, akamkuta Mus'ab anakuja. Mtume alilia kumwona Mus'ab hali yake. Masahaba wakamuuliza, kwa nini unalia? Asema naangalia maisha ya Mus'ab kabla hajasilimu na aliposilimu. Kabla hajasilimu alikipewa kila kitu na familia yake na mama yake. Leo amesilimu, hana nguo zinazomtosha. Ametamka kusema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angalia hali yake ilivyodhoofika. Mus'ab katika masahaba waliohama Madina Habasha, ile siku anahama alikosa viatu vya kuvaa, hana viatu. Akahama kutoka Maka kwenda Madina mpaka miguu ikapasuka, ikawa inatoka damu, hawezi kutembea. Akabebwa na Saad ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu, akawa anambeba Mus'ab ibn Umair, hawezi kutembea, hana viatu. Leo mtume anampeleka Madina, ana subra ya kutosha Mus'ab ibn Umair. Sababu ya sita, kwa nini mtume Mus'ab? Mtume akimtuma Mus'ab ana miaka 35. Sio mdogo wala sio mzee akashindwa na kazi. Miaka 35 amekomaa akili vizuri. Aweza kufanya dawa kuanzia usubuhi mpaka jioni mpaka usiku. Akija akibishiwa kuna mtu atakuwa shahada, yuko tayari kusimama na kumsilimisha. Akiambiwa tunaenda nje ya Madina kidogo kufanya dawa, yuko tayari. Miaka 35 ana energy ya kutosha kufanya dawa tangu usubuhi mpaka jioni. Na sababu ya saba, mtume alimtuma Mus'ab Madina kwa sababu alikuwa na akili kali. Anaelewa mazingira ya Aus na Khazraj kwamba wamepigana vita miaka mingi sana. Kwa hivyo atajua siasa ya Madina na hikma yake itamsaidia. Na sababu ya nane, Mus'ab alikuwa hodari kujieleza na kuueleza Uislamu. Ndio kwa kipindi cha mwaka amekaa Madina akaweza kuwasilimisha watu watatu wazito sana. Watu watatu ndio waliochangia
dawa kupata kabuli pale Madina. Watu watatu hawa, hii ni kazi ya Mus'ab ibn Umair. Mtu wa kwanza Usaid ibn Hudhair, mtu wa pili Abbad ibn Bishr, na mtu wa tatu Saad ibn Muadh. Hawa watu watatu ndio walikuwa nguzo za pale Madina. Huyu Saad ibn Muadh huyu ameishi kwenye Uislamu miaka 6 tu, tangu kusilimu mpaka kuaga dunia miaka 6 tu. Lakini alipofariki Mtume anasema laqad ihtazza arshu rrahmani limauti Saad ibn Muadh. Kazi ya Mus'ab ibn Umair aliyofanya Saad ibn Muadh fi mizani Mus'ab ibn Umair, Usaid ibn Hudhair, Abbad ibn Bishr na wengine wale vigogo va Madina. Mus'ab akikana wao watatamka tu shahada. Kwa hivyo ndio Mtume akamtuma Mus'ab ibn Umair kwa sababu hizo 8, kwamba yeye ndo atakuwa balozi wa Mtume kule Madina. Bai'a baada ya mwaka Mus'ab amekaa Madina. Mtume wakati wa haji, Mus'ab akafuatana na watu wa kuja kufanya haji Madina Makka. Amekuja na watu wangapi mara hii? Walikuwa watu 6, wakaja watu 12. Mus'ab, wale watu ambao kwamba waliweza kufuatana na yeye, watu 73. Kama Mus'ab alikuwa anamwambia Mtume, angalia kazi yangu hii, baada ya mwaka nimekuletea watu 73. Hawa ndio ambao wameweza kuja Makka kufanya haji, mbali ambao kwamba walikuwa wamebaki Madina hawakuweza kuja. Katika hawa watu 73 kuna na wanawake 2, kumuonyesha Mtume dawa pia ya Rasulullah imewafikia wanawake. Kwa muda wa Makka mimi nimefanya kazi mpaka na wanawake, nimewafanyia dawa na wamesilimu wanawake. Na 2 hawa, dalili ni hawa 2, nitawataja hivi sasa, kuonyesha kazi kubwa ya Mus'ab aliyofanya kwa muda wa mwaka tu. Njiani kutoka Makka kuja Madina walifuatana na watu wasiokuwa Waislamu, lakini kutoka Makka mpaka Madina kilomita 500 kama hapa na Mombasa, njiani walisilimu watu. Njiani watu 2 wakubwa na wataja tu. Mtu wa kwanza Al-Bara ibn Ma'rur na mtu wa pili Abdullah ibn Amr ibn Hiram. Hawa kwenye tarikh, ndugu zangu, ni watu wakubwa sana tukisimulia maisha yao, kuonyesha kwamba Mus'ab kwa muda wa mwaka aliweza kutayarisha watu ambao kwamba kwa muda wa masafa kilomita 500 mtu atafanya dawa. Na sisi mara ngapi tunasafiri na wenzetu kwenye safari si Waislamu, hatuwafanyii dawa. Lakini Makka mpaka Madina, hawa information ya hawa kwenye Uislamu ni kidogo sana. Lakini hebu fikiria, kwa Makka na Madina waliweza kufanya dawa na wakasilimu baadhi ya watu. Ushahidi huu, Al-Bara ibn Ma'rur, Abdullah ibn Amr ibn Hiram, hawa walisilimu njiani. Mtume katika ule mwaka ambao kwamba walikutana na wao Mus'ab na watu 72. Watu hawa 72 sasa ndio inaonyesha kwamba nyumba za Madina zimesilimu. Twaweza sasa sisi kuanza kuzungumza masala ya watu kuhama. Lakini kabla ya kuhama ni lazima kuwe na mkutano. Mkutano huu ni mkutano muhimu sana. Mkutano huu ukifaulu ndio tutahama, na mkutano huu ukianguka, ukifeli, faili tutaifunga, tutapumzika mpaka baadaye. Ilikuwa hivyo kwa sababu ya mkutano ulikuwa mgumu, ulikuwa mzito, ulikuwa hatari. Mtume alikubaliana kukutana na watu 73 hawa siku ya tarehe 12, kama ile wenzetu wa kwanza 6 wale. Mtume akasema siku ya kukutana ni tarehe 12 ya Yamu Tashriq, kwa sababu hata lau kwamba tutashikwa usiku, lau kama tumevamiwa, tutaonekana sisi tunafanya ibada ya jamarat. Itakuwa vigumu kuonekana sisi kwamba tunafanya mkutano. Jambo la pili, mkutano itabidi wa usiku baada ya saa 6. Watu watalala, saa 7 kila mtu ataamka, ajitayarishe, atoke kwenye hema yake polepole pole.
Jambo la tatu, tutakutana pale Mina, mahali pa kurusha mawe, hatuendi mbali, kwenye karibu na mahema yetu. Na jambo la tano, wakati wa kutoka kwenye mahema yetu hakuna kuamshana. Hata kama najua niliyekuwa naye hapa, tuko na yeye, tumekuja naye kutoka Maka mpaka Madina, Madina mpaka Maka, na anafaa kuwa mkutano saa 8 za usiku, mimi nikiamka naamka mimi tu, yeye shauri yake akilala. Lakini mimi maagizo niliyopewa ni kwamba hakuna kuamshana. Ilipofika saa 6 watu wanaanza kujitayarisha, fika saa 7 watu wanaanza kujitayarisha. Tukumbuke sisi hakuna alarm, hakuna utaangalia simu utaweka alarm ikuamsha. Ikifika saa 7 watu wote 73 wameamka, na wote kawa wanatoka kwenye mahema yao kwenda mahali tulipokubaliana kukutana na Mtume. Kijana mmoja wa Madina alikuwako anatusimulia akisema, fakharajna, tukatoka kwenye mahema yetu sisi, natasallalu tasallul alqata, tunaruka watu polepole pole, kama anavoruka paka akitaka kumshika panya ama akitaka kushika chakula chake, anaruka watu polepole pole. Anasimulia aliyekuwako, anasema fakharajna, tukatoka kwenye mahema yetu ya Mina sisi, natasallalu tasallul alqita hatta tawafaina ala almakan, mpaka sote tukafika mahali tulipokubaliana. Fadhahabna, tukatulia hapo. Walam yati nabii illa ba'da fatra, Mtume hakuja kwenye mkutano saa 8 za usiku mpaka sote tumefika. Mtume hawezi kuja mapema, yeye ndo mwenye agenda, yeye ndo mwenye kuzungumza, lakini Mtume hawezi kuja mwanzo. Jambo lote laweza likatokea kwa Mtume, mpaka tuhakikishe kwamba watu wote wamefika, ndio Mtume atakuja mwisho. Mtume akija mwisho ndio atakuja na agenda za mkutano. Kuna jambo la mwisho lilifanyika kabla mkutano. Watu wawili walipewa kazi ya security, kuulinda mkutano. Lau kutatokea jambo lolote watapiana signal, Abu Bakar na Ali bin Abi Talib. Hao ndio walikuwa wajua kuhusu mkutano. Upande wa Mtume wanaojua kuhusu mkutano huu muhimu ni watu 4 peke yao: Mtume mwenyewe, Abu Bakar, Saidna Ali na ammi yake Mtume Al-Abbas. Hata Waislamu ambao kwamba tumesilimu na wao Maka hawajui kwamba kuna mkutano utafanywa leo saa 8 za usiku, hawajui, kwa sababu sisi ni mkutano muhimu, tunahamisha watu wote Madina. Jambo lote laweza likatokea, kila kitu kikaharibika, na mimi nitaeleza baadaye mafunzo yanayopatikana. Mkutano ukaanza. Aliyefungua mkutano ni ammi yake Mtume Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Saa 8 za usiku, watu 73 watu wamehudhuria, na Mus'ab ibn Umair bila shaka atakuwako. Abbas akawaambia maneno muhimu watu wa Madina. Kikao hiki, mkutano huu, ndio leo tunazungumza kuhusu Badr, kuhusu Uhud, kuhusu Hudaybiyah, kuhusu Madina. Watu wakienda Madina wakiona msikiti wa Mtume unapendeza, ni mkutano huu ulifaulu, ndio ikapatikana Madina. Al-Abbas akawaambia watu wa Madina mazungumzo machache, lakini ndio yenye msingi. Tusisahau, si tumetoka kwenye mahema yetu, tumejificha. Lazima tufanye mkutano haraka haraka, tumalize, tukubaliane, ikiwa ni kusain tusain, turudi kwenye mahema yetu, tusichukue muda. Abbas akawaambia watu wa Makuraish, watu wa Madina, mtaniruhusu nisome nikitafsiri kwa sababu ya umuhimu wake, sio uslubu wangu mimi kutafsiri Kiarabu Kiswahili wala Kiarabu Kiingereza. Abbas akawaambia baada ya kila mtu ameshakaa, ya ma'ashar al-Khazraj, enyi nyinyi watu wa Madina. Khazraj ilikitumika kwa watu wote. Khazraj na Aus walikiitwa Khazraj. Ya ma'ashar al-Khazraj, inna Muhammadan minna haythu qad alimtum. Muhammad huyu ni kama mnavomjua kwetu. Wa qad mana'nahu min qaumina mimma huwa ala mithli ra'yina fi. Muhammad hapa
sisi tumeweza kumhifadhi mtume hata kama dini zetu ni tofauti. Abbas hapa hajasilimu, atakuja kusilimu karibu na Fathu Makkah. Hapa Abbas anakuja si Muislamu, lakini anawaambia watu wa Madina, Muhammad huyu sisi Banu Hashim tumemhifadhi mtume na dini zetu na yeye ni tofauti, na wengine kati yetu kwenye familia yake ni vile vile. Kuna watu si Waislamu lakini wako tayari kumhifadhi mtume kwa chochote, kwa kila kitu. Anasema fahuwa fi izzin min qaumihi wa man'atin fi baladihi. Abbas anasema Muhammad huyu yeye yuko hapa kwetu sisi, ana cheo chake, uko mji wake yuko salama. Wa innahu, lakini huyu Muhammad qad aba illa al-inhiyaza ilaykum wal-luhuqa bikum. Muhammad yeye mwenyewe ameamua anataka kuhama kuja kwenu Madina, lakini yeye yuko sawa huku, lakini yeye mwenyewe Muhammad ameamua anataka kuja kwenu. Wa in kuntum fa in kuntum antum wafuna bima da'awtumuhu ilayhi, ikiwa nyinyi mko tayari kutekeleza ahadi kama mlivyomuita mtume kwamba yuko tayari kuhama kuja kwenu, wamaniuhu mimman khalafahu, na mko tayari kumziwia mtume na wale watu ambao kwamba watakuwa dini tofauti huko kwenu Madina, fa antum wama tahammaltum min dhalik, uamuzi ni wenu, nyinyi ndio mtataki responsibility baada ya leo. Mtume akihama sisi hatumo tena, lakini mjue Muhammad sisi hatujashindwa kumhifadhi. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu, ikiwa nyinyi mtamchukua Muhammad leo akifika Madina mumhand over kwa Makuraish, wa khadhiluhu, na mtamlete down mtume, baada al-khuruji ilaykum famin al-ana fad'uhu, kuanzia sasa mumwache hapa hapa. Iko nyinyi mtamchukua mtume aje Madina alafu muhand over kwa Makuraish auliwe, sisi hatuko tayari. Ama mtamchukua mtume leo akifika Madina muzubae afanyiwe abduction, sisi hatuko tayari. Hatuko tayari mtume wa abducted Madina, sisi tumemprotect mtume hapa. Dini zetu ni tofauti, lakini ikiwa nyinyi mmeamua kumchukua mtume, huyu hapa mwenyewe atasema. Anarudia jambo muhimu Abbas, fa innahu fi izzatin wa man'atin min qaumihi wa baladihi, na wakumbusha Muhammad tuampenda sisi watu wake, tumemhifadhi. La yeye mwenyewe ameamua kuja kwenu, nyinyi mchukue adhamana na mimi ndio shahidi. Abbas hapa anakuja kuzungumza, Abbas aka full stop, mazungumzo yake yamemalizika. Abbas anazungumza hapa kwa sababu yeye ndo aliyeachiwa Banu Hashim baada ya Abu Talib ameaga dunia. Abu Talib hayuko hapa. Kama ingekuwa kwa Abu Talib ndio angezungumza mazungumzo haya. Huko nyuma Abu Talib aliwaambia Makureish, aliwaambia mimi na Muhammad dini ni tofauti, lakini baba yake mtume na mimi ni ndugu kwa baba na mama. Abdullah bin Abdul Muttalib na Abu Talib ni ndugu kwa baba na mama. Ndio akawa akizungumza kwa jina la mtume na akawatisha wa Quraysh, akawaambia Muhammad asipatikane na kitu. Muhammad akigusika tutapigana na nyinyi. Madamu mimi niko hai, Muhammad hawezi kupatikana na kitu. Abbas sababu Abu Talib alipofariki, Abbas ndo akapewa uongozi wa Banu Hashim. Ndio leo mkutano muhimu wa Muhammad ataacha kwao, ataenda Madina, Abbas lazima ahakikishe kwamba kila kitu kiko sawa sawa. Bwana mmoja akamwambia mtume, anaitwa Ka'b ibn Malik. Abbas ashazungumza, akamwambia Abbas, akasema kad sami'na ma qult, خلاص Sheikh tushasikia uliyosema, fatakallam anta ya wewe mtume, sema wewe tukusikiliza sasa. Fakhudh li nafsika wa li ra'yika ma ahbabt, feel free, uzungumze unachokitaka. Huyu bwana tushamsikiliza, wewe sema wewe watakaje ya Rasulullah. Mtume moja kwa moja akaingia kwenye sulbil mawdhu'a, kwenye agenda ya mkutano. Agenda ya mkutano ni mambo matano tu, hakuna time ya kuzungumza mazungumzo marefu. Mimi ni mtume, nilikuwa kwenye jabali, Jibril alikuja akaniambia iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min, nikachukuliwa nikaenda kwa Bi Khadija akanipeleka kwa
Waraka bin Nawfal akaniambia hivi, alafu tukaanza dawa na Abubakar. Hapana, hakuna time. Moja kwa moja Saidna Mtume alayhi salatu wasalam, agenda ni mambo haya matano. Mtume akawaambia watu wa Madina, tubayi'unani ala sam'i wa ta'a fi nashati wal kasal, muwe tayari leo kufanya bai'a, kunisikiliza na kunitii kwenye raha na shida. Jambo la pili, wanafaqati fil usri wal yusr, na kutoa kwenye raha na shida vile vile. Jambo la tatu, wa ala al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya, muwe tayari. Jambo la tano, wa an taqulu fillahi la takhafuna fihi lawmata laim, muzungumze haki, musiogope chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na jambo la tano, wa ala an tansuruni fatamnauni in qadimtu ilaykum mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum, na nikija kwenu muwe tayari nyinyi kuninusuru mimi, kushinda famili zenu ama kama famili zenu, kushinda watoto wenu ama kama watoto wenu, kushinda wake zenu ama kama wake zenu. Mambo haya matano ndio ajenda ya saizi. Wale vijana wa Maka wakafikiria, vijana wa Madina wakafikiria, kisha bwana mmoja akasimama akamwambia, ya Rasulullah, sisi tuko tayari kufanya mambo yote hayo matano 10/10, kila kitu. Sisi utatupatia nini? Sisi utatupatia nini? Mambo mazito. Mimi niwe tayari kupigana na familia yangu kwa sababu dini ni tofauti. Niwe tayari kutoa mali yangu kwa sababu sasa ni mambo ya Uislamu fi sabilillah. Mimi mwisho mimi nitapata nini? Kila mtu ataka percentage yake. Mimi okay, give and take. Tutakufanyia mambo yote matano, sisi utatupatia nini? Vitabu vyote vya sera, vitabu vyote vya tarikh. Mtume alizungumza kitu kimoja tu, aljanna, full stop. Hakuna mazungumzo mengine baada ya aljanna. Mtume si mwataka kitu nyinyi, aljanna. Angalia vitabu vyote hivi, aljanna alafu full stop, vya Kiingereza vya Kiarabu. Jambo hili wanasema Mtume aliwaambia aljanna, full stop. Na ukiangalia tarikhi ya watu wa Madina, baada ya Mtume alihama, hawakutaka chochote kwenye dunia, sababu Mtume aliwaambia usiku aljanna, pepo. Naona muda umemalizika, lakini wacha nizungumze jambo moja tu alafu nisimame. Kwenye mkutano, yule bwana aliyekuwa katika wale watu 6 wa mwanzo wale ambao Mtume walisilimu wakakubaliana mambo matano, jua linazama, anaitwa As'ad ibn Zurara. Alisimama akasema, ngojeni. Si nyinyi mwataka janna, msifikirie ni rahisi. Kwa sababu wale walifikiria mkutano ushamalizika. Mtume aliposema aljanna, yule bwana akasema, la ruwaidan ya ahla Yathrib, subirini kidogo watu wa Madina. Fa inna lam nadhrib akbad al-ibil wa nahnu na'lamu annahu rasulullah, sisi tumesafiri kutoka Madina mpaka Maka, mujue tunajua kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa inna ikhrajahu al-yawm, mkutano leo na mtume kutoka kwao, mufarakatul arabi kafa, ndio mumitangaza vita na Waarabu wote, mujue hivyo. Wa qatl khiyarikum, itabidi muende vitani muwaue watu mnaowapenda. Wa anta'udhakum as-suyuf, mujue panga zitawaweka alama, mtakuwa na majeraha. Fa imma antum qaumun tasbiruna ala dhalik, iwa mko tayari nyinyi kwa hilo, mtafanya bai'a. Wa ajrukum ala Allah, thawabu Mwenyezi Mungu atalipa, sio Muhammad. Wa imma antum takhafuna min anfusikum, iko nyinyi mwajiogopea nafsi zenu, fabayinu dhalik, semeni wazi hivi sasa. Fahuwa a'dharu lakum inda Allah, Mwenyezi Mungu ataelewa nyinyi mmetoa udhuru. Anawaambia sasa, nyinyi mko tayari janna, mwataka janna, mujue mtapigana na Waarabu, nyinyi mtaumia, mtapata injuries, mtapata majeraha, mtacholewa macho, mtakatwa mikono,
Mko tayari kufanya hivyo? Khalas, tufanye bai'a. La, mko tayari kwanza, sasa semeni. Yule ambaye yuko tayari ainue mkono, mimi sitaki, siaweze masharti haya. Wala hakuna problem, Mwenyezi Mungu ataelewa. A'dharu inda Allah. Watu wakifika hapa mazungumzo haya wakawa wako tayari kufanya bai'a, kila mtu ameshaiva, safu iko tayari, shapangwa, kila mtu yuko tayari kufanya bai'a. Akasimama mzee mmoja, akakumbuka kitu hajazungumza na Mtume, haijakuwa clear, lazima iwe clear hivi sasa. Akazungumza jambo muhimu sana. Huyu mzee anaitwa Al-Haytham ibn Tihan. Majina mapya tunayasikia pengine kwa mara ya kwanza, ndio utamu wa tarikh. Akamwambia Mtume, ya Rasulullah, Mtume, sisi tuko tayari, lakini kuna ishu moja haijawahi kuzungumzwa hapa. Inna bainana wa baina alqaumi hibalan. Sisi tukisilimu leo, ukumbuke kuna mapatano tumekubaliana na watu ambao sio Waislamu. Wa inna qati'uha. Sisi tukishakutamka shahada, yale mapatano ndio tumeshakata. Ikiwa kuna biashara ya riba, hakuna tena riba. Ikiwa kuna mtu wao amekuja amevamia kwetu, lazima tuende jihad. Lakini tuna mapatano na wali ya biashara, misafara, na sisi watu wa biashara, itakuwaje? Fahala asait ya Rasulullah, sisi tunakuuliza tu vizuri, tukikubaliana haya mambo matano uliyosema, thumma adhharaka Allah, alafu Mwenyezi Mungu akakupa nusra, antarji'a ila qaumik, utatuacha urudi Maka? Sisi tutafanya kila kitu. Lakini watu wa Madina walikuwa washajua, washaona kwamba huyu ni Mtume na atapata nusra. Je, Mtume akisha kushika dola, akishika serikali, atatuacha sisi arudi Maka? Na sisi kuna mapatano tumikata na wenzetu wasiokuwa Waislamu. Tukimuuliza Mtume atawaambia, la, nyinyi njooni Maka, kama kuna issue njooni Maka, mimi siwezi tena Madina. Ya Rasulullah, sisi tukikubaliana, wewe utatuacha ukipata ushindi urudi zako kwa watu wako Maka? Sisi utatuachia nani hapa? Na tuko tayari kukuchukua sisi saa hizi. Mtume akatabasamu. Ndio anasema fatabassama Rasulullah. Mtume alitabasamu na ile swali ya yule mzee, akasema jambo muhimu, bali damu dam wal hadmu alhadm. Damu yenu ni damu yangu, nyumba zenu zikivunjwa ni nyumba yangu imevunjwa. Maana yake nini Waarabu? Maana neno hii maana yake ni kwamba mimi niko na nyinyi hivi, tatizo lenu langu mimi, furaha yenu yangu mimi, vita vyenu pia mimi vinanihusu. Ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Mimi na nyinyi tuko sawa. Sasa katika bai'a hii kulikuwa na wanawake wawili. Yule mzee alipomaliza kuzungumza, kila kitu kiko clear, watu wakaanza kufanya bai'a. Aliyemtua kwanza kufanya bai'a ni huyu bwana huyu Al-Haytham ibn Tihan, kwa sababu yeye alipokata kuzungumza alikuja mbele kwa Mtume. Mazungumzo ni muhimu, lazima Mtume amuone. Ya Rasulullah, sisi tuna mapatano kule ujue na Mayahudi na Waarabu. Leo tukiamsha shahada, kila kitu kimebadilika. Wewe ukipata nusra utarudi kwenu, sisi itakuwaje? Mtume akazungumza maneno haya, kwa kila kitu kiko sawa. Yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kufanya bai'a huyu bwana. Itabidi niwataje wanawake wawili hawa. Mwanamke wa kwanza ni Nusayba bintu Ka'b. Nusayba bintu Ka'b alikuwako isiku ya bai'a na akafanya bai'a yeye, lakini Mtume hakumpatia mkono. Alifanya bai'a yake. Alifariki kwenye vita vya Uhud uwanjani. Masahaba walipokimbia, walipobaki watu kidogo, huyu mama alikuwa katika wale watu kidogo waliobaki wakimlinda Mtume. Amefariki na ana alama 12 za upanga kwenye mwili wake. Ameanguka kwenye vita vya Uhud. Alijua maana ya bai'a siku hii. Na mwanamke wa pili anaitwa Asma binti Amr. Huyu ndiye mama yake Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu. Baada ya kila kitu shafanya bai'a, ndio Mtume akatangaza kwamba sasa tunaanza kuhama. Mimi na watu wangu watakuwa wanahama polepole kuja Madina. Leo mimi nasimama hapa, lakini Jumaa itakayokufuata
ndio tutaanza kuwaeleza nini kilichotokea baada ya bai'a hii. Baada ya bai'a kila kitu kiko sawa sawa, lazima tupate viongozi wa kusimamia kazi yetu sisi kwenda kutayarisha mazingira ya mtume kuhama na watu wake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.